أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، a woman who doesn't ask anything deserves everything. Huu ni msemo maarufu sana kwa wale ambao tumefika kusoma secular education au lugha ya Kiingereza. Ni msemo ambao una maana pana sana. A woman who doesn't ask anything deserves everything. Almar'atu allati la tas'alu an shay'in tastahiqu kulla shay'. Maana yake mwanamke yule ambaye haulizi chochote, haulizi kitu chochote, anastahiki kupewa kila kitu. Hii ndo unwani ya mada yetu ya leo. Mwenyezi Mungu atupe utulivu katika siku tukufu ya leo, tupate kuiwasilisha mada hii katika dhimni ya silsilatu tashihi almafahim. Hunaka mafahimun yajibu an tusahhah. Katika silsila ya maudhui yetu ya kusahihisha baadhi ya dhana potofu tunazoota watu wengi katika jamii ya Kiislamu, kwamba Uislamu utabakia kuwa misikitini na tukitoka tunauacha huko huko. Uislamu haukubakia katika msikiti. Uislamu umetuandama katika kila tunapoingia, na leo tunakwenda kusahihisha mafahimu kwamba suala la ndoa hatulitizami kwa mtizamo kwamba ni suala la dini, tunalitizama kwa mtizamo mwingine. Ndiyo maana hatuipi ndoa umuhimu wake katika jamii. Huyu mwanamke niliyemzungumza, aliyetamkwa kwa lugha ya Kimombo kwamba yule mwanamke ambaye haulizi chochote, haombi kitu, hakufanyii kila siku hiki kile, leo bado hiki kile, kesho mwisho wa mwezi ujao, mfungo, Ramadhani, jungu kuu, picnic, birthday, la tasalu an shay'in. Humkuti anauliza wala anaomba wala anakuitisha. Mwanamke aina hiyo anastahiki kila kitu. Na kama dunia yote itakuwa upande huu, na dhahabu zake na hariri zake na fedha zake na lulu zake na kheri zake zote, mwanamke huyo akawa upande huu, mimi nakwenda upande huu, huyo ndiye mwanamke ambaye vijana tunataka tumzungumze leo. Unfortunately, ma'al asafi shadid, wengi wetu katika majumba hatuna mwanamke aina hiyo. Miezi tuliyokabiliana nayo sasa hivi, utasikia harusi nyingi sana, fungo 9, fungo 10 na kuendelea.
wanaoana sana Waislamu, na kuoana tu haitoshi, kwa sababu kuoana ikiwa hatulitulii maanani kwamba hili jambo ni ibada, itakuwa halijatosha bado. Na ndivyo tunavyolichukulia kwamba ni jambo la kiada zaidi, ni tukus sakafa, ni mambo ya kiada na kistaarabu labda, au utamaduni ambao tunaona kwamba huwezi kuishi ukaishi, hata kama mtu amefika mahala kwamba ni mtu mzima anaonekana hajaoa, japo zile silaha hazifanyi kazi, lakini utamsikia anafunga ndoa hivyo hivyo, alafu anakaa na mke hamgusi, anambabaisha tu, lakini watu tu wapate kusia kwamba na yeye kaoa. Anamuingiza mwenzake katika madhara, anafanya mambo ambayo yatapelekea kumuingiza katika dhambi yeye na mwenzake, lakini kwa sababu anaona utamaduni wetu kwangu mimi haukupita na watu hawajasikia kwamba fulani naye kafunga ndoa, itakuwa aibu kubwa. Lazima by any means necessary nifunge ndoa, watu wasikie, niwaalike, washerehekee. Tena ndoa sio ya kitoto, wiki nzima harusi inasherehekewa. Ndoa zetu tumeziweka upande huu na dini tumeiweka upande mwingine. Tunatakiwa ndoa zetu tuziingize katika dini, ndipo zile ndoa zitapata thamani inayohitajika. Lakini ndoa zetu ni kamera nyingi, ndoa zetu ni WhatsApp nyingi, tango. Ndoa zetu ni kila unachokijua wewe katika ulimwengu wa dijitali, lakini sio dini ndani yake. Hatimaye baada ya muda mchache wanandoa wanaachana, talaq. Baada ya muda mchache utakuta kwamba ile furaha iliyokuwepo inabadilika kuwa karaha, tena karaha yenyewe ya muda mrefu, tena kutosemezeshana, kufa na kutozikana. Familia zote zinaingia katika matatizo, kwa sababu ndoa hatukuipa umuhimu wake katika dini, wala hatukuoana Kiislamu, wala hatukuishi Kiislamu. Tulioa fulani naye apate mke mzuri, aonekane na yeye ana mume mwanamke, na maisha yaende hivyo. Pale ulipokaa ukaambiwa umekubali, 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 ukaitikia, kumbe kuna aya zinasoma fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan. Hadha min lubbi ad-din wa min samimi ad-din. Kadhi anakuambia hii ndoa hii, fa imsakum bima'rufin, mwende mkaekane kwa wema, au tasrihun biihsan, au kama litatokea la kuachana mkaachane kwa wema. Pale pale anakuambia kwa nini nilizungumzia suala la kuachana kadhi wakati ndio mwanzo mnaoana. Aya hizi tunazikamata au tunayoikamata pale ile tu kuoana kwa wema, ile kuachana kwa wema tunaibakisha pale pale. Na mimi nimeshaona kuoana kwa wema katika kila ndoa, kamera 6, cameraman 10, na kila mmoja amekuja pale nadhifu na furaha na vigeregere, wanawake havishi 24 hours, na wengine wanafanya mambo ya kuwa yanambughudhisha Mwenyezi Mungu ndani ya dini. Mwanamke kama si bikra anatafutwa mpaka njiwa anachinjwa. Hayo yote yanatokezea kwamba ili ipatikane kuoana kwa wema. Alafu njoo usikilize siku ya kuachana. Sijawahi kuona tunaachana kwa wema. Tusi, baba, mama, babu, familia. Matusi ambayo hayasemezeki, hujawahi kuyasikia, utayasikia siku ya kuachana. Je, dini iliambiwa ni kuoana tu? Hata kuachana ni dini. Na kama kuoana ilikuwa kwa wema, hata kuachana iwe kwa wema. Isiwe tena ni balaa kwa sababu kumefikia wakati wa kuachana. Msikilize Allah anasemaje, wa in aradtum istibdala zawjin
مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Na mkitaka kubadilisha mke pahala pa mke, Mungu hataka kutaka kutaja talaka, kwa sababu talaka sio neno la kutajwa tajwa tu ovyo. Angalia msamiati anaoutumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mkitaka kubadilisha mke mahala pa mke, maana yake nini? Mimi mkitaka kuachana, hakusema mkitaka kuachana. Talak shabahuha rahim. Japokuwa kule kuoana kwetu mara nyingine huwa kuna mikataba pale pale, baada ya muda mchache tuachane. Aliniuliza mwanamke mmoja, naweza kuolewa kwa madhumuni ya kupata mtoto tu alafu baadaye ndoa ikavunjika? Yani talaka in advance. Anaizungumzia talaka kabla ya kufungwa ndoa. Allah anasema mkitaka kubadilisha mke pahala pa mke, kwa maana ya kwamba kile kilima cha talaka hata kusemwa sio kusemwa semwa tu, lakini ndicho kilichotawala katika majumba. Allah anasema nini katika aya za mwisho mwisho baada ya zile kuelezea namna ya kutatua matatizo? Allah anasema wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Wa in yatafarraqa, na wakitengana. Hata pia hakutaka kukisema kilima cha talaka, hakusema wa in yatatallaqa, wa in yatafarraqa, wakitengana. Yughnillahu kullam min sa'ati, kila mmoja Mungu atampa kwa upande wake, lakini muachane kwa wema. In yatafarraqa imsakun bima'ruf tasrihun biihsan. Talaka haikutajwa isipokuwa kwa dharura mno. Sasa ndoa zetu tunazooana na hizi zilizokithiri katika maholi na misikiti, lazima zifanyike ala dhawi din, tuziingize katika dini, tuone kwamba ndoa ni sehemu katika dini wala sio utamaduni. Ndio maana Mtume akasema man tazawwaja faqad hafidha shatra dini, yeyote atakayeoa amehifadhi nusu ya dini yake. Falyattaqillaha fi shatri albaqi, amche Mwenyezi Mungu katika nusu nyingine iliyobaki, muda mchache atakamilishiwa. Allahu Ta'ala katika kulielezea suala la ndoa ameelezea kwamba ndio usra inaanza pale, familia. Mahala panapoanzia familia, baba na mama wakaoa, wakazaana wale watoto, alafu baadaye wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Hapa ni mahala hatari sana, na dini ikikosekana hapa imekosekana mahala popote katika ulimwengu. Kwa zawaju ni rihla, zawaj ni safari, ndoa ni msafara. Msafara wenyewe wa hatari. Unapopanda ndege kuna matangazo mengi yanatolewa. Hata unaweza ukaona mhudumu anakuja na kuambia, unajua ulipokaa hapo, hapa kuna mlango wa dharura, likitokea lolote inabidi ufanye hivi, ubonyeze hivi, unyanyue hiki, uvute hiki. Umefahamu? Ndio. Kama bado anakueleza tena, kwa sababu safari mnayosafiri ni safari ya hatari. Haijatoshea hivyo, kuna tangazo linatolewa, jamani, tuna milango kadhaa katika ndege hii, ikitokea la kutokea mtaona taa za rangi kadhaa zinawaka. Hizo taa zinakuelekezeni katika sehemu ya karibu ya kutoka ili mjisalimishe. Na iwapo itatokezea vile vile hali ya kupumua ikawa nzito, mtaona maski zinashuka katika vichwa vyenu, anzeni kujifunga, pumueni normally. Hayo yote ni matangazo ya kuonyesha kwamba msafara mnaosafiri very dangerous. Na kweli haya madege kama si rehema ya Mwenyezi Mungu huko juu, huo upepo unapovuma utayapeleka mahala ambako hakujulikana.
Lakini Allah sema subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sasa ndoa sio safari ya kwenda China wala Dubai. Ndoa ni safari ya umri mzima, unaizunguka dunia na akhira. Sio unafanya na kamera nyingi tu katika ndoa yako, lakini unasahau kwamba unasafiri rihlatun tawilatun, umri mzima wewe utakuwa unakumbuka. Umeweka historia katika suala la ndoa. Walidhalika huwa nalitizama suala la ndoa kwa mtizamo mwingine sana. Utapata ajabu kubwa. Tulipoanza mada yetu ya leo nikakwambia a woman who doesn't ask anything deserve everything. Tukasema huu ndo mukaddima wa ndoa wa darasa ya leo. Yule mwanamke ambaye haombi chochote. Nalisema hili kwa sababu wanawake wetu wote ni mahodari katika fani ya kuomba. Sijui mabibi zao na makungwi wao na watu wao kule katika suala la kuwafunza lile technique za kuomba, huwa ndo zinakuja katika aulawiyati ya list, kwamba ukimkosa mahala fulani ukaona umemwambia mahaja yako yote hayakutimizwa, wewe utamkamata katika sehemu fulani pale, wewe aanza kutoa maombi yako, atasema nimekubali, 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 dunia nzima atakupa. Inakuwa ni maombi na maombi na kudemand tena. Lakini ukimpata nyumbani kwako, na mimi namuomba Mungu iwe mke wako ndo katika aina ya wanawake hao, ukimpata katika maisha yako huyu ambaye haulizi kitu chochote, mzuie. Kwa sababu Mtume aliwahi kusema katika hadithi, ad-dunya kulluha mataa, dunia yote ni starehe, wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah, na starehe njema ni mwanamke mzuri. Mwanamke mzuri ni huyu, mwanamke bora ni huyo. Msikilize mama Asma binti Kharija alivyokuwa anamuhusia binti yake, anampeleka kwa mume huyo, anamwambia yabnati laqad darajti fi baitin alaftihi ila qarin lam ta'lifi, laqad ishti fi jawin araftihi, umeishi katika nyumba uliyoitambua maisha yako yote hapa nyumbani. Leo tunakupeleka kwa rafiki usiyemjua, tunakupeleka katika nyumba usiyoielewa. Fahfadhi minni hadhihi alkhisal, na kuomba wakati ninakupeleka binti yangu, chukua wasia huu nakupa, yakun laki dhukhran, itakuwa benki yako hii, akaunti yako hiyo. Alihusia nini mimi bibi Asma? Alimuhusia nini mtoto wake wa kike, wakati Mtume ni wa mwanzo kuwahusia watu kuhusu suala hili, bali Allah ni wa mwanzo kuwahusia watu kuhusu suala hili? Mtume alimuona mwanamke akamuuliza, adhatu ba'lin anti, wewe mwanamke wewe una mume? Akamwambia naam ya Rasulullah, nimeolewa. Akamwambia aina anti minhu, nieleze unavyoishi naye. Binti akasema ya Rasulullah, la aluhu fi shay'in illa ma ajaztu anhu, simnyimi haja yoyote wala simkatalii chochote cha halali katika maisha yetu, ila kile ambacho kwamba nimeshindwa, siwezi kukitekeleza kwake. Mtume akamwambia fa aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Tizama vizuri bibi, wewe huyo mume ninayekueleza ndio pepo yako na ndio moto wako. Ikiwa wanawake kuondoka katika nyumba za wazee wao wanakwenda kwa mume wakijua ndio wanakwenda peponi au motoni, hii ndoa sio kitu cha kawaida. Mtume anasema huyo mume ndio pepo na huyo ndio moto. Kitu cha kawaida hicho? Moto ni kitu cha kawaida au pepo ni kitu cha kawaida? Innahu jannatuki wa naruk, hiyo ni pepo yako na hiyo ndio moto wako.
Tizama vizuri, angalia. Mwanamke akashtuka. Na ndio maana utakuta katika haki ya msingi anayopasa mwanamke kumfanyia mumewe, kwanza sio vitendo, an ta'lama haqqaha binisbati ilayha, ni kujua position ya yule mume, ana cheo gani kwake, an taarifa makanata. Haki ya mwanzo ya mwanamke kwa mumewe, yeye mwanamke atambue huyu anayenioa nani, ana cheo gani kwangu. Sayyiduna Isa anasema arrajulul mar'a, mume wa mwanamke, ahabu ilaiha, ndo anastahiki kupendwa zaidi na yule mke huyu mume, min abiha wa ummiha, hata kuliko mamake na babake. Ala tara, kwani we huoni annaha tantaqilu minhuma, hiyo mwanamke anaondoka kwa baba na mama, watu ashiruha, anakwenda kuishi na mtu mwingine. Sayyidina Isa alikuwa akiwaambia watu atizame vyema kabisa, angalie kwamba dini imenihusia nini mimi kuhusu huyu. Lakini mwanamke anakumbuka tu kwamba huyu si tulikuwa naye shule, huyu si ndo tulikuwa naye tunaenda filamu, tunaenda disco, huyu ndo tulikuwa naye katika kila pembe tunayo. Sasa hivi yamekuwa ni kitu gani? Kwani yeye akinipa mimi nampa tu, akinipa kilo 2 nampa kilo 10, akiniambia chochote. Yani hakuna ile muqaddar wa kusikiliza yale maneno ya Mtume. Mtizame, innahu jannatuki wa naruki, hiyo ndo pepo yako na hiyo ndo moto wako. Bibi Asma bintu Kharija alimuhusia nini binti yake? Alimwambia, unaondoka katika nyumba uliyoizoea, unakwenda kwa rafiki usiyemjua, chukua hii akiba, itakuwa benki yako. Nini? Kumbia kuni lahu abdan yakul laki ama, kuni lahu amatan yakul laki abdan, nenda ukawe kama mtumwa kwake. Mtumwa wa kike anaitwa ama, nenda kawe kama mtumwa wa kike kwake. Yakul laki abdan, yeye atakuwa kama mtumwa wa kiume kwako. Nyote mtakuwa kila mmoja ni mtumwa wa mwingine. Isifike kule ikawa mtumwa ni mmoja tu. Kama wewe utakuwa mtumwa kwake, definitely na yeye atakuwa mtumwa kwako. Nyote wawili kila mmoja atakuwa kama yuko chini ya bwana wake. Kuni lahu amatan yakul laki abda, wa kuni lahu ardan yakul laki samaan. Wewe kuwa kama ardhi, yeye atakuwa kama mbingu. Tizama coordination kati ya mbingu na ardhi. Yakitoka maji juu yanamezwa na ardhi, alafu kuna muwiano na insijam, kunapatikana mazao na mimea na jawi inakuwa mu'tadil na atmosphere yote inakuwa unbelievable kwa sababu ya coordination between earth na sky. Sasa wewe unapokwenda kawe kama mbingu, atakuwa kama ardhi, mtakuwa na coordinate. Kwa sababu Mungu alitaja kitu katika suratu Rum aya nambari 21, akasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Miongoni mwa alama zake Mwenyezi Mungu ni kukuumbieni nyie wanaume wanawake ili mpate kutulia kwao. Kutulia maana yake nini? Kustarehe. La ghina anin nisa, hakuna alternative jamani ya wanawake. Ukimwona mtu anasema mimi ninaweza nikaishi katika hii dunia bila ya mwanamke, huyo na mambo yake mengine na si mazuri. Hakuna ghina, hakuna mtu atasema mimi nitakaa bila kuoa au kuolewa. La ghina anha. Sukuni ni kitu cha kwanza kitapatikana, litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na amejalia Mwenyezi Mungu baina yenu kuna mapenzi na huruma. Vitu vitatu: sakan, mawadda, rahma. Utulivu kwa maana ya starehe. Lakini starehe unaweza ukaipata kwa halali au kwa haramu, kwa mwanamke au kwa mwanamume. Mwanamume anaweza akawa na mwanamke, starehe akaipata kwake, na mwanamume akawa na mwanamke, starehe akaipata kwake.
lakini kuna uwezekano mkubwa, bali ndivyo ilivyo, ikawa hakuna mapenzi wala huruma. Bali hata wanandoa wengine ufikia hadi ikawa wanaishi katika kivuli cha maisha kama hayo. Kuna utulivu kwa sababu wana mahala pa kupeleka shahawa zake na ana enjoy, lakini hakuna mapenzi na huruma pia haipo. Anaishi tu, anasema niko hapa mimi natizama maslahi yangu zaidi, na laitani nitapata mtu mwingine wa kunikamata mkono akanipeleka ninakojua mie kuzuri, nitaondoka anytime. Ndoa yangu inaregarega, niko transit na maneno mengine kama hayo. Lakini Mwenyezi Mungu alipozungumza hivi vitu vitatu kwamba vikusanyike katika ndoa moja, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, miongoni mwa alama zake ni kukuumbieni nyie wanawake wanaume na nyie wanaume wanawake ili mtulie kwao. Wajaala bainakum mawadda, na kunapatikana vitu vingine baada ya utulivu, mapenzi na huruma. Sasa hayo ndo anayomuhusia binti yake mama Asma bintu Kharija, kuni lahu ardhan yakul laki samaan, kuni lahu ama yakul laki abdan, kuni lahu mihadan yakul laki imadan. Vyovyote vitakavyokuwa utaona anakulipa, kwa sababu idha anta akramta alkarima malaktahu, ukimkirimu mtu mkarimu huwa unamkopesha na anatafuta njia ya kukulipa. Wa in anta akramta allaima tamarrada, lakini ukimkirimu mtu limbukeni, anasema wajinga ndo wali wao, atabakia kukusema mitaani kwamba nilimchuna na sasa hivi amebakia hana kitu chochote, kwa sababu mwenyewe ni laim, bali sio laim, ataingia mpaka katika hadhi ya kuwa mnyama. Mtu huyu mnyama mwenyewe mbwa, na mbwa alkalbu kalbun wa in labistahu dhahaba, alkalbu kalbun wa in qalladtahu dhahaba. Mbwa atabakia mbwa tu, hata ukimpa cheni ya dhahabu ukamfunga nayo katika shingo hawezi kubadilishwa jina. Sasa unapomkirimu mtu mkarimu, huwa anatafuta njia ya kukulipa ukarimu, na ndivyo alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad. Akipewa kitu anatafuta njia ya kumlipa aliyempa. Hata kafiri Abul Bukhturi alipokuja katika Shiibi miaka ile mitatu ya tabu, watu wamezuiwa wasiwauzie Makuraishi na Banu Abdul Muttalib. Abul Bukhturi kafiri, lakini anakuja na chakula anakipeleka mpaka pangoni pale, anambia chukueni chakula hicho. Wakati wa vita vya Badri, Mtume anasema mkimwona Abul Bukhturi msimuue. Uungwana wa Bwana Mtume umadhihiri katika mambo mengi sana. Basi ukienda mwanangu, binti yangu, chukua maneno haya, kuni lahu ardhan yakul laki samaa. Kisha akamwambia jambo lingine kubwa zaidi, indana minki fadni minhu. Sikiliza mazito haya, akikusogelea msogelee. Indana minki fadni minhu, akikusogelea msogelee. Utamsogelea nani kama si mumeo? Utakuwa karibu na nani hata pumzi unazisikia na mapigo ya moyo unayahisi kama si mkeo? Utaipata wapi furaha na joto lilobarikiwa kama si kwa mke au kwa mume? Mwenyezi Mungu asema hunna libasul lakum, wao ni mavazi yenu, wa antum libasul lahun, na nyinyi ni mavazi yao. Itizame nguo uliyoivaa imekukaaje? Hivyo ndivyo anavyokuvaa zaidi mkeo au mumeo. Tizama ulivyo, hivyo ulivyopendeza, hivyo ndivyo ulivyo ukiwa na mke mzuri au mume mzuri. Tizama namna ulivyostirika. Mwenyezi Mungu hakutaka kuyataja yote, akataja nguo tu, kwa sababu anajua nguo ndizo zinazofanya maajabu tukaonekana wazuri tukivaa. Chagua. Ndoa ina umuhimu mkubwa katika dini, na ndio maana Mtume hakuruhusu watu waoane tu bila kuonana. Anauliza Mtume, anazarta ilaiha, umeshamuona?
Akamwambia la, sijamuona. Anza idhhab wanzur ilaiha. Vipi wewe utaua mtu hujamuona? Nenda katizame, kama angalie kwa karibu au kwa mbali, lakini alimradi umuone, sio nao alikuwa hujamuona. Kuna bwana mmoja alipokea simu siku moja, akasikia sauti nyembamba nyororo, na sauti nyingine zinamaliza watu. Sema wal udhunu ta'shaqu qabla al-aini ahyana. Mshairi anasema na masikio hupenda kabla ya macho mara nyingine. Kule kusikia, kasikia halo, kaitikia halo. Kwa hii sauti mbona imeanza kuvuruga defense yote ya moyo wangu mpaka imescore goli. Sauti hii vipi? Yule mwanamke akamwambia ni nimekosea namba tu. Akasema la, hujakosea, ndo mie. Unaitwa nani? Jina likawa nalo hatari. Sasa tuonane. Ahmad Shauqi anasema nazaratu, ibtisamatu, salamu, kalamu, maw'idun, liqa. Kuna mambo sita. Huwa yote haya mambo sita maovu mabaya huwa yanaanza kwa kutizama tu, kwa kuona. Nadharatu, ibtisamatu, ukishatizama unatabasamu. Salamu, unatoa salamu. Kalamu, unaongea. Maw'idun, unaweka date. Faliqa, mnaonana. Mkishaonana kiyama kinasimama. Sasa huyu mwanamke akamwambia mimi siye ninayekutaka. Akamwambia ndio mie, basi nataka tuonane. Akamwambia basi tuonane sehemu kadha. Sasa nitajuaje kama wewe ndo wewe? Mwanamke anamuuliza. Akamwambia mie ukija utanikuta hapa panapouzwa juice, nimekamata katika mkono wangu wa kulia kinywaji cha orange, juice ya machungwa. Utakapomwona mtu kakamata juice ya machungwa, huyo ndo mimi. Wakati ukafika, bwana yule amefika pale kabla al-maw'idi bi sa'atain, kabla ya ahadi kwa masaa mawili anasubiri. Tena kama kuna mbu siku hiyo watapata sadaka. Alipoona wakati unakaribia, akasimama hivi na juisi yake ya orange ameiweka mbele ionekane hasa, asije akaja akapita. Wakati amefika, subhanallah, ni mwanamke ambaye hutamani hata kumtizama kwa mara ya pili. Ghost, shetani, zimwi, jini, mwite unavyopenda, katika sifa mbaya, hutotaka kumtizama tena kwa mara ya pili. Na hii pia ni alama ya kwamba Mungu anaumba, sio wazuri tu useme masha Allah fatabarakallahu ahsanul khata, wabaya anawaumba yeye. Lakini pale alipofika katika juisi, wakati anaomba juisi ya machungwa, mwenye juisi alimwambia bwana, leo kwa bahati mbaya tumemaliza juisi za orange. Akamwambia hivi nyinyi hamna adabu? Hamuuzi juisi ya machungwa? Hamuoni umuhimu wake? Sasa tutafanyaje kama imeisha? Nitafutie chochote basi angalau nikamate tu kinachofanana na juisi ya machungwa. Kama basi ya ndimu, akachukua ya ndimu akawa amekamata. Mwanamke yule alipofika pale, alipoona utavaa vipi, na yeye kamuelekeza, mimi nitavaa hivi, nitakuwa nimevaa skafu aina fulani, nguo aina fulani, ukiona hizo ndo mie. Basi alipoziona zile akajua ndo huyu, lakini hatizamiki. Akaichukua juisi akaiweka nyuma ya mgongo wake, kwamba pita bardan wa salama. Yule mwanamke akajua ndo huyu, lakini sasa mbona juisi sio? Lakini kwa mujibu wa salamu alivyomwamkia, sauti ile anaisikia ndo ile kwenye simu. Akamwambia nilikuwa na ahadi na wewe. Akamwambia sio mie. Akamwambia ni wewe, sauti naikumbuka. Akamwambia sio mie. Tena katika roho yake yule mwanamume alikuwa kishasema, ya Rab, na kushukuru sikukamata juisi ya machungwa, angalau ya ndimu. Maana ingekuwa juisi ya machungwa ingekuwa qiyamataini, musibataini, lakini alhamdulillah juisi yenyewe ya ndimu. Ni wewe bwana, sio mimi. Ni wewe, sio mimi.
Kwanza mimi sijakamata juisi ya machungwa, hivyo kajisema mwenyewe, kwani mimi nimekuuliza? Usipende mwanamke kwa sababu umesikia sauti yake. Nenda kamuone, hii ni ruhusa kutoka kwa Mtume Muhammad. Kamtizame, umuone baadhi ambazo zinaruhusika kuona, usikie hata anachozungumza, labda hata mkiongea ongeeni ili mupate kujua. Hata hawaya yani hobi ambazo mtu anapenda mara nyingine pia zinaoana na zile ambazo anapenda mke wako. Hata fikra, hata mawazo, hata kila kitu kinaoana, kwa sababu kioana hamuoani tu mke na mume, mnaoana kila kitu chema. Insijamun tam fa idha dana minki fadni minhu, akikusogelea msogelee. Niaminini ndugu zangu kwamba kuna baadhi yetu sisi wanaume tunapowasogelea wake zetu, wao wanatukimbia. Unasogea, unajitahidi uwe karibu naye, yeye anaruka, anarudi nyuma, na mara nyingine usishangae akakunja uso au pua kwa sababu tu umekuwa karibu naye. Tena anamwambia wa inna'a anki, atakapojitenga kidogo na wewe, fabtaidi an, na wewe kaa mbali. Mafunzo original ya ndoa hayo. Na wewe baba, wala usione haya kama mama hayajui, umfundishe mwanao. Usiseme hii sio kazi yangu, akija kitwanga utalaka ndo utajua kama kazi yako au si kazi yako. Sasa wewe fanya kazi hiyo. Kwa ini btaada anki fatana'anu, akijitenga kidogo weka mbali naye. Kisha anamwambia wahfadhi aina wa anfa wa udhuna, jitahidi sana kuchunga mambo matatu: macho yake, pua yake na masikio yake. Fala taqaw ainuhu minki ala qabihin, lisikuone jicho lake unafanya kitu kibaya. Wala yashumanna minki illa atyaba rihi, wala sishumu kutoka kwako ila harufu nzuri. Wala yasma'u minki illa khaira, na wala asisikie chochote kutoka kwako ila khairi. Akamaliza Bibi Asma, wala talihi anhu bitalab fayaklaki, wala usidimandi sana, usitake sana maombi yale, usiombe sana. La tulihi, ilha ni ile, si uliniambia wiki hii ishafika, wiki vipi leo tayari, ile ahadi yangu vipi, mwezi huu unakaribia sasa, vipi zile kanga zangu? La tulihi anhu bitalab, kama kuna kitu basi ulimwambia, basi we sahau kabisa. Na ukikaa kimya, yeye mwenyewe akaona unahitaji nini. Ndo a woman who doesn't ask for anything deserves everything. Kwa mwanamume mwenye akili, huwa kuna baadhi ya wanaume sisi tunawaona kwamba wamewekwa kiganjani na wake zao. Kwa hakika hawajaekwa. Ni wale wanawake walivyokuwa wazuri kwa wale wanaume, wale wanawake wanakuwa kama maqueen. Wale wanaume inabidi wanakuwa kama wamewekwa, lakini hawajaekwa. Ni uzuri wa wanawake waliokuwa nao majumbani. Hataki kitu, haombi kitu, kila kitu kitakuja. Hadimandi kitu chochote, wala hakuna zile amri kama za kijeshi. Maana kuna wanawake wanaamrisha zaidi ya majeshi. Hapa ikifika saa 2 kasorobo ushafika nyumbani, na ukichelewa kidogo utanitambua, utajua mimi nani. Unijui wewe? Mimi ndo binti fulani, kaulize kule kwetu nilikuwa nikiitwa nani mimi zamani. Na mambo mengine ya kutisha kama mwanamume anakuja pale kama ndege aliyenyeshewa na mvua, anaacha mambo yake yote muhimu huko, kwa sababu kaambiwa visa yako inamalizika saa 2 kasorobo. La tulihi anhu bitalab, usinganganie ombi ulilomuomba ukawa kila siku mumo kwa mumo. Wala tubaidi an fayansaki, wala usiwe mbali naye atakusahau. Kila unapokuwa umepata nafasi ya kuwa karibu naye,
uwe angalau na mafuta ya kumpaka na kumsugua mwili wake katika kila wakati unapokuwa ubavuni mwake. Usiwe mbali naye. Ukiwa mbali naye atakusahau. Hakikisha kwamba thamani ya mume au mke kama huyo una sacrifice maisha yako yote kwa ajili ya kubakia katika maisha yako. Hakikisha hilo, kwa sababu sio wengi wala hawapatikani, hasa katika dunia ya leo, wanaopata kutolewa bikra zao kwa damu ya njiwa ni wengi sana. Na harusi hizi zilizotawala mpaka Ramadhani mtasikia maajabu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayuko radhi na mifumo ya ndoa ambayo sisi tunafanya bila ya kuingiza dini ndani yake, ikawa dunia ndio imetawala. Hakuna thamani kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafunzo yake hayakusikilizwa katika ndoa aina hizo. Kuni lahu ardhan yakul laki samaa. Fanya hivyo, ingia katika ndoa kwa staili hiyo, utabakisha yale mawadda na mapenzi na huruma na sakan pahala pake, kila siku inatajaddad. Ikikosekana ndipo pale unaposikia talaq, nizaa, shiqaq. Mshairi anamaliza anasema, innal quluba idha tanafara wudduha, hakika hizi nyoyo hizi yakishakimbia yale mapenzi katika moyo, shibhu zujaj, mfano wake huwa kama kioo, kisruha la yushjabu, kikishavunjika huwezi kukiunga. Angalia glasi ikivunjika nyumbani, alafu iungeunge hata kwa gundi ya aina gani, alafu mpe mgeni, ataona huyu ametoka hospitali ya wagonjwa waliokuwa na akili. Haiungiki. Na ndio mapenzi. Hakuna kitu kinachoweza kuleta mapenzi na utamu wa ndoa katika ulimwengu kama nguzo hizi tatu: mawadda wa rahma wa sakan. Thamani yoyote wewe, na hizi hazinunuliwi kwa hela wala huwezi kuzipata dukani, ni wewe namna utakavyoishi na mke wako, na utachagua nani wa kumpeleka nyumbani kwako akawe mama wa watoto wako. Mwenyezi Mungu atupe wake bora kama mahuril ain katika hii dunia. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala azza min qa'ilin alim idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nisa'ukum harthun lakum فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.
فيعذبه